hebu tuweze karibu utuongoze katika hiyo ujumbe. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tumeendea ajabu. Wakati mwingine Mungu wetu wa kioni tumekuja mbinguni pako tukisema ni asante. Asante kwa kuwa umetulinda tangu jana tulipoanza mkutano wetu hapa Mungu wetu. Mungu wetu umekuwa nasi kuanzia wakati mpaka wakati Mungu wetu unaendelea nasi. Hivi sasa Mungu wetu tunapoenda kusikia ujumbe wa pili Mungu wetu. Kupitia kwa Roho yote Mungu wetu asionekane pale waonekane kutoka kwako. Yale ambayo atakufundisha Mungu wetu. Na baada tusaidia kusonga karibu na kitu cha Yesu. Kwa nasi tunapoanza kwa tumalize katika Yesu ndio tukamili yote. Amen. Aya, hiki ambayo ni fupi sana kwa sababu ya muda. Ni topic ambayo ni refu, lakini tutaifanya fupi kwa sababu ya muda. Na tutaweza kuongelea, mimi ni wa Bible study. Tutaweza kuongelea kuhusu Biblia. Hii kitabu ambacho tuko nacho, je, ni kitabu gani? Kina umuhimu upi katika maisha yetu? Na bila kupoteza wakati, Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza anasema, kitabu cha Timotheo ni wa kwanza 2 mstari mdogo wa 3 anasema, na 2:3 nasema hivi, anasema hili ni nzuri la Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Basi anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani ifanyike kwa ajili ya watu wote. Sawa sawa. Kwa ajili ya nani? Watu wote. Imetaji hao watu hapo. Soma tuone. Inasema hivi. Hao watu wote ni kama gani? Basi ndio, kabla mambo yote ndio nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya nani? Ya watu wote. Kuna kitu naona ni kama umeacha hapo. Hebu hiyo mstari wa chini inasema kwa ajili ya wafalme. Ndio umeacha. Anasema kwa ajili ya wafalme na watu wenye mamlaka. Hatuishi maisha ya utulivu. Anasema kupitia kabla ya mambo yote kwa viongozi wenye nguvu, wenye mamlaka, kabla ya mambo yote dua na sala itangulishwe ili tuweze kuishi maisha ya nini? Na aya magoti mara hiyo. Omba mtumishi. Tunaomba. Mtakatifu Mungu wa shege mbinguni, nasema ni asante kwa maana umetulinda. Tumeleta hapa neno lako Kristo, naomba uzidi kuwa nasi. Tumia mtumishi wako kupendezavyo Kristo. Tunapenda kuongea kuhusu kitabu chako kitakatifu ambacho ni Biblia. Kristo, zidi kujiinua tuweze kuelewa mahusia yako na mpango wako wa uanzisha vitabu hivi na utumizi wa hizi vitabu. Na katika Kristo naomba nikiamini. Amina. Tumishi, ndio wakati Mungu alipokusudia kumuumba mwanadamu mara ya kwanza, Mwanzo 1 mstari wa 26, wakati anapomuumba mwanadamu mara ya kwanza, kusudi lake lilikuwa lipi? Na hii Biblia, kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu kwa mfano, anasema Mungu akasema, siku ya kwanza Mungu aliumba, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, siku ya sita ambayo mwanadamu anakuja kuumbwa, tunaambiwa aje? Mungu akasema, ngoja, Mungu anapotaka kumuumba mwanadamu akasema hivi, wakiwa katika meza ya uumbaji, akasema nini? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wetu, kwa sura yetu, na awe kwa sura yetu, wakatawale samaki ya bahari, ili afanye hivyo kuendelea, si ndio? Ndio. Kusudi la mtu kwa mfano na sura yake ni nini? Lakini kwanza tujue hivi, wakati Mungu anapomuumba mwanadamu, alimuumba kwa njia ya kipekee sana, kwa jinsi ya
tutakapokuja kuona hapa. Aliumbwa katika hali ambayo mwanadamu hakuumbwa kama robot, eti sasa ukuwe unakontroliwa. Lakini alikuumba, Mungu alipotuumba ama alipokusudia kuumba mwanadamu, alimuumba akiwa na ile free will, alikuwa na ile freedom of choice. Mwanadamu anaweza keti chini, afikirie, aamue kutenda jambo ambalo mtu hawezi muuliza unatenda nini. Na katika uwezo mkubwa, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, kiasi kwamba kama vile Mungu ni mwenye haki, hata mwanadamu alipoumbwa alikuwa mwenye haki. Kama Mungu ni mtakatifu, mwanadamu aliumbwa akiwa nini? Mtakatifu. Alikuwa mtakatifu. Kama Mungu ni mwenye upendo, alimuumba mwanadamu akiwa nini? Mwenye upendo. Mwenye upendo. So hali yote ya Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumbia yeye. Je, Mungu sio lazima aketi mahali eti aseme sasa mimi nimesahau, nataka kwenda kufundisha Adamu na Hawa. Sasa ndio wakati alipomuumba mwanadamu alimuumba hasahau pia. Ndio. Si kweli? Naam. Tunaona kwamba Mungu sio lazima akitaka kwenda kufundisha Adamu na Eve lazima aende asome mahali fulani eti ndiye akuje awafundishe hawa watu. Kwa sababu Mungu ako na uwezo pekee, uwezo wa kipekee ambayo hawezi sahau jambo. Eti kwamba kama vile sisi tunataka kuhubiri hapa, lazima tuende tuketi chini, lazima niketi chini, nichambue, niunde topic, nikuje niwafundishe watu. Lakini Mungu wakati yeye hawezi fanya jambo kama hilo. So mwanadamu alipomuomba, kusudi la Mungu haikuwa kwamba amwandikie mahali Biblia ama kitabu ili mwanadamu wakati Mungu anaenda kumfundisha mwanadamu, Mungu akiondoka, mwanadamu ataenda confirm pale. Kusudi la Mungu lilikuwa nini mtumishi? Kwamba mwanadamu ahifadhi neno la Mungu, yani neno la Mungu likitoka kwake liende kwa mwanadamu direct, si ndio? Ndio. Kitabu cha Waebrania 8:10. Waebrania 8:10. Wacha tuangalie baada ya mpango huu wa ukombozi, baada ya kazi kubwa ya ukombozi. Je, ni nini ambalo lilikuwa kusudi la Mungu? Anasema maana hili ndilo agano nitakaloagana nyumba ya Israeli. Anasema hili ndilo agano nitakaloagana na wana wa Israeli baada ya siku zile, asema Mungu. Baada ya siku zile, asema Mungu, nitawapa sheria zangu katika nia zao. Anasema nitawapa nini? Sheria zangu. Nitawapa sheria zangu katika nia zao. Katika nia zao na katika mioyo yao, na katika mioyo yao nitaziandika. So kusudi la Mungu la kuumba mwanadamu kwa mfano na sura ya Mungu, kama vile Mungu ako na uwezo wa kuhifadhi neno lake ndani ya nafsi yake, vile vile alimuumba mwanadamu akiwa na huo uwezo wa kuhifadhi neno lake ndani yake. So mwanadamu akiumba kwa mfano na sura ya Mungu alikuwa na uwezo wa kumsikiliza Mungu na kuhifadhi neno lake ndani yake bila kwenda kuconfirm mahali popote. Ndio maana anasema nitaandika sheria zangu ndani ya hawa watu, na nitaandika sheria zangu ndani ya mioyo yao. Na nikisha kamilisha kusudi hili, anasema kwamba haitakuwa na haja eti mtu wa kufundishe. Tutakuwa unafundishwa kutoka kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Hiyo sehemu ya chini anasema na katika mioyo yao, na katika hapo chini kabisa, nami nitakuwa Mungu kwao. Anasema nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake. Ndio hiyo anasema nao hawatamfundisha kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake. Na kila mtu na ndugu yake. Akisema Bwana, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua. Kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao
wao. Hata mkubwa wao. So haitakuwa haja na time watu kuja na Biblia kama vile nimekuja unanifundisha. Sawa sawa. Kwanza mtumishi, hiyo ndiyo ilikuwa kusudi na lengo la nani? La Mungu. La Mungu. Kwani hii kitu haijasimama vizuri, naona inataka kuamka. So hilo lilikuwa kusudi la lilikuja tu baada, lakini wanadamu walipokuwa wameumbwa hakuwa ameumbwa na uwezo wa kusahau, ila alikuwa ameumbwa na uwezo wa kukumbuka. Si ndio mtumishi? Ndio. So tumeona kusudi la Kristo, kusudi la Mungu ilikuwa mwanadamu aifanye neno lake ndani yake pasipo hata kwenda kuandikiwa mahali wala confirm mahali. Si ndio? Ndivyo. 10 hicho kitabu hicho. Waebrania hiyo. 10:16. 10:16. Anasema hili ni agano. Anasema hili ni agano nitakaloagana nao. Nitakaloagana nao. Baada ya siku zile. Baada ya siku zile. Anena Bwana. Anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Na katika nia zao. Na katika nia zao. Nitaziandika. Nitaandika sheria zangu. Ndipo anenapo. Tosha. So kusudi la Mungu, moyo unaozungumziwa hapo sio wa kupiga damu. Moyo unaozungumziwa kwa Biblia ni moyo ambao ni akili zetu. Injini ya mwili ni akili. Akili ndio injini ya mwili ya mwanadamu. Akili ikiharibika, mwili wote umeharibika. So sio moyo wa kupiga nini? Damu. So alafu tena kitabu cha Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Anasema 3:16. Anasema aje? Inaandika hivi. Inasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu. Na likae kwa wingi ndani yetu. Katika hekima yote. Katika hekima yote. Mkifundishana. Anasema mkifundishana. Na kuonyana kwa zaburi. Na kuonyana kwa zaburi. Na nyimbo. Na tenzi za rohoni. Huku mkimwimbia Mungu. Tosha mtumishi. Anasema neno la Kristo na lijae kwa wingi ndani ya nani? Ndani yetu. Ndani yetu. Kwa sababu ndilo kusudi la Mungu. Naomba tuelewe hivi kidogo mtumishi, nizungumzie kidogo tu hapo. Mafungu ambayo tumeyasoma ni mafungu ambayo tumeconnect, inatuonesha kitu kimoja, ya kuwa kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu hakuwa hata hahitaji Biblia. Kwa sababu Biblia ilikuwa ni neno ambalo tutakuja kuona, lakini neno la Mungu lililo ambalo Mungu alikuwa anahitaji litoke kwake likienda kwa mwanadamu direct. Lakini sio linatoka kwake linaandikwa kwa kitabu alafu inaenda kwa mawazo ya mwanadamu. So haikuwa kusudi la Mungu wala lengo lake. Je, mtumishi? Naam, tunataka tujue Biblia ni nini? Si ndio? Ndio. Sasa shida iliingilia wapi mpaka saa hizi hatuwezi receive the word of God from to God unto us? Kwa nini? Kitabu cha Mwanzo 3 inasema hivi. Inasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama. So kitu cha kwanza mtumishi, ndio Mwanzo 1, Mwanzo 2. Dunia ni takatifu, dunia ni paradiso, dunia ni safi, na hakuna dhambi. Hakuna kabisa. Lakini kuanzia Mwanzo 3 shida ikafanyika. Tunaambiwa aje? Nyoka alikuwa mwerevu. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Kuliko wanyama wote ambao Mungu alikuwa amewaumba katika bustani ya Edeni. Ndio. Akamwambia mwanamke. Ati hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu. Usile matunda ya miti yote ya bustani. Usile matunda ya miti yote ya bustani. Akaenda kinyume. Lakini tutaongelea hapo tukifika. Tuendelee tu. Tuendelee. Anasema mwanamke akamwambia. Mwanamke akamwambia nyoka. Ndio. Matunda ya mti wa bustanini. Matunda ya mti wa bustanini twaweza kula. Twaweza kula. Mungu alisema twaweza kula. Lakini matunda ya mti ule katikati ya bustani. Lakini matunda ya mti wa lakini matunda ya nini? Lakini matunda ya mti ule katikati. Lakini matunda ya mti ule katikati ya bustani. Mungu alisema. Mungu ametuambia sisi
tusiale wala tusiguze. Haya ni mazungumzo ya mwanamke pamoja na nani? Pamoja na nani? Pamoja na joka. Sio? Alafu ni nini kilichojiri? Mstari wa 6. Anasema mwanamke alipoona ya kuwa mti ule joka, tungesema 5, sio? Inasema 5 nzuri, sio? Anasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba, joka akamwambia mwanamke, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, mtakuwa kama Mungu. Alafu mtakuwa kama Mungu. Kwa hivyo anatuonesha Mwanzo 1:26, Mungu alipomuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake alisema nini? Uongo. Naam. Kulingana na statement ya nani? Ya shetani. Ndio. Si ndio? Haya, Mwanzo 2 mstari wa 13 usisome. Mwanzo 2 mstari wa 15 na 16 inaonyesha kuwa wakati Mungu anasema aliambia mwanadamu kwamba haya matunda yote kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula utafanya nini? Utakufa hakika. Kulingana na statement ya shetani inamaanisha ni uongo, kwa sababu alisema Mungu kuna vitu aliwaficha. Alafu 6 mstari wa 6 inasema mwanamke alipoona kwa mti ule, baada ya kuongeleshwa na joka, mwanamke akaona mti ule wafaa kwa chakula. Sasa akaiona sasa sio mbaya, sasa unafaa kwa chakula, wapendeza macho, tena umekuwa ni mtu wa kupendeza macho hata kushinda miti zingine, au ni mtu wa kutamanika, tena ni mtu wa kutamanika kwa maarifa. Yani ukila unajua mambo mengi mzuri, kumbe ni mabaya. Alafu basi alitoa katika matunda yake, akatoa katika matunda yake, akala, akampa na mmewe, naye akala. Hapo ndio shida ilifanya nini? Ilitokea ama iliingilia. Naam. So ile kusudi la Mungu, mwanadamu alipoasi, akafanya dhambi, akatoka kwa mfano na sura ya nani? Ya Mungu. Akawa mtu muoga, akawa mtu wa kusahau, akawa mtu ambaye hata hataki Mungu. Alimwogopa Mungu. Alianza kumtoroka Mungu ambaye walikuwa wanazungumza na yeye macho kwa uso. Mstari wa 8 anasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Walipofanya dhambi wakasikia sauti ya Mungu ikifanya nini? Akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Anasema wakajificha kati ya mti wa nini? Wa bustani. Alafu baada yao kujificha, Bwana Mungu asiwaone. Ili Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu. Mungu akamwita Adamu. Akamwambia, akasema Mungu alimwita Adamu. Ati Mungu alifanya nini? Akamwita Adamu. Hapo sasa ndio tunataka. Hapo kuna mambo mawili kati ya Adamu na Mungu, na mwanamke na Mungu. Hiyo mazungumzo. Anasema Bwana Mungu alipoona mwanadamu anaendelea kujificha akitoka mbele ya uso wake, hakumwacha, ila alisema nini? Akamuita mwanadamu, uko wapi? Na akamuuliza, wewe Adamu, uko wapi? Mungu akauliza, uko wapi? Kama tungepata muda tungeweza kuzungumza na kutafakari na kuchambua kuhusu wito ambao Mungu anasema uko wapi. Sio uko wapi tu kama vile mimi naweza kuuliza. Si ndio mtumishi? Mimi naweza kuuliza uko wapi kwa sababu sikuoni. Lakini hapo wakati mwanadamu alijificha, Mungu hakuwa anamuona. Alikuwa anamuona. Kumaanisha hii uko wapi iko deeper. Si ndio? Ndio. Na tutakuja tuone hii uko wapi. Mungu aliitana tu ama aliulizia mara ya kwanza, ama ni jambo ambalo linafanya nini? Linaendelea. Baada ya excuse mingi ambayo Adamu alitoa, mwishowe kitabu ndio, lakini kuna venye ilikuwa inaitwa zama zile. Kabla ijaanza kuandikwa kwa kitabu, ilikuwa inaitwa scroll. Gombo la chuo. Yaani ni ile kitabu kilichokuwa kinatengenezwa na ngozi. So unaandika hapo, unafunua hivyo, unakunjua hivyo.
haikuwa na formula kama hii. Lakini yote ilikuwa inaandikwa mambo ya Mungu. Tunaambiwa kuwa ilikuwa katika mkono wa Mungu. Na ilipokuwa katika mkono wa Mungu, ikanyooshwa kwa mwanadamu ambaye ni Ezekieli, ili apelekee watu ujumbe. Na hii gombo la chuo lilikuwa aje mtumishi? Endelea. 20. Ndio. 10 anasema akalikunjua mbele yangu. Akalikunjua ili gombo la chuo, sio akalifunua. Unajua kitabu unafunua, lakini akalikunjua, ilikuwa la kunjuliwa. Ilikuwa limeandikwa ndani na nje. Nalo lilikuwa tu same na ile Biblia. Ile Biblia ilikuwa imeandikwa ndani na nyuma, hii imeandikwa ndani na nje. Ni msemo mmoja. Anasema nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake. Na ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo. Ndani yake yalikuwa yameandikwa maombolezo, vilio na ole. Mungu akiwa anamwombolezea mwanadamu njia aliyechukua, mwelekeo aliyeuamua kuenda na hasara yake, asiposikiliza kile ambacho Mungu anamwambia. Anasema ilikuwa imeandikwa vilio. Mungu akimlilia mwanadamu, uko wapi? Uko wapi? Ni nini hili ulilolifanya? Na mwisho Mungu akimwambia mwanadamu, ole yako, ole wako kama hautasikia. Ukiendelea kuwa kichwa ngumu na kiburi, ole wako, utapotea forevermore. Je, hiyo maneno mtumishi, nataka kufunga. Matemi ya unabii umefika, sisi ndio tulichelewa. Je, Biblia yetu imeandikwa mambo ya maombolezo, vilio na ole? Ndio. Kitabu cha Isaia 5. Wacha tukonfirm kama kuna ole ndani ya Biblia. Isaia 5 mstari wa ngapi? Na 11. Amina. Soma. Isaia mstari wa 5. Mstari wa 11. 5:11 nasema hivi. Nasema ole wao. Anasema ole wao. Mstari wa 10 na ngapi? 11. Mstari enda hapo chini 18. Na mstari wa 18 anasema ole wao. Ole wao. Tunaona Biblia imejaa ole. Mstari wa 21 22. 20 ole wao. Anasema ole wao. 22 21 ole wao. Ndio 22 ole wao. 22 ole wao. Kitabu cha Ufunuo 8:13. Ufunuo 8:13. Inasema hivi. Anasema kisha nikaona giza imeanza kuingia hapo kwa hiyo kitabu. Naona anasema kisha nikaona, nikasikia tai mmoja akiinuka katikati ya mbingu. Akisema kwa sauti kuu. Ole wao. Tosha. Katika hiyo gombo la chuo lilikuwa limeandikwa nini? Ole. Haya, je, maombolezo ipo katika Biblia? Ndio. Kitabu cha Ezekieli 28 mstari wake mdogo wa ngapi? 12. Ezekieli 28:12. Inasema hivi. Mwanadamu umfanye maombolezo. Tunaona jina maombolezo liko ndani ya Biblia. Mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa nini? Mfalme wa nini? Kitabu ambacho kabla ya Yeremia, kabla ya Ezekieli ni kitabu gani? Maombolezo. Inaitwa maombolezo. Kwa Kiingereza mtumishi wenu mzungu. Lamentation. Very good. Unajua wazungu ni wengi hapa. Lamentations. Usichoke bwana. Usicheke. So, tunaona kuwa kuna vitabu vya maombolezo ndani ya nini? Biblia. Mungu akimwombolezea mwanadamu. Je, vilio vipo? Yeremia 9 mstari wa 1. Namalizia hapo ili ni mwalimu aweze kupata kuingia. Kesho Mungu akitujalia mida ya saa 9, walimu tujaribu kuharakisha, Mungu akitujalia
ili mada zianze mapema kwa sababu ya muda unakuwa ni mchache, siku zinaenda, topics hazijasonga. Anasema aje mtumishi? 9:1 anasema hivi. Anasema Yeremia 9:1. Laiti kichwa changu kingekuwa nini? Maji. Na macho yangu ndio kuwa chemichemi ya machozi. Ili nipate kulia mchana na usiku. Kwa ajili yao waliouawa na binti ya watu wangu. Wa binti ya watu wangu. Mungu anasema ni heri kichwa changu kingekuwa maji, nipateke kulia kila siku kwa ajili ya nani? Ya watu wake. So Mungu analia, Mungu anaomboleza, Mungu anasema ole, akimwambia mwanadamu kwa sababu kwa njia aliyoichukua. Siwezi ingia katika hii sehemu. Labda nimebaki na dakika ngapi mtumishi? 3. Siwezi ingia katika hii sehemu, lakini katika hiyo sehemu mtumishi, tunaweza soma tu jambo moja ya kuwa Biblia ni ujumbe. Biblia ni ujumbe ambao Mungu akiandikia kipenzi chake. Biblia ni message, ni barua kwa mwanadamu ambaye alikuwa ni kipenzi cha nani? Cha Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu alikuwa na mapenzi kwa ulimwengu. Aliupenda ulimwengu, lakini dhambi ikatenganisha Mungu na nani? Na mwanadamu. So anatuandikia barua akituonesha jinsi upendo wake ulivyokuwa mkubwa. Na barua hiyo ni nini? Biblia. Barua hiyo ni nini? Ni Biblia. Ndio maana unasikia katika maandiko Bwana anasema wapenzi. Usome hiyo haraka tumalize. Anasema wapenzi. Hiyo ni kitabu gani? Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana. Wapenzi. Usiamini kila roho. Ona Biblia inatuita nani? Wapenzi. Biblia inatuita wapenzi. Na unaposoma maandiko mengi, hebu soma 4 mstari wa kwanza. Hebu soma 2 mstari wa 10 na ngapi? 12. Anasema nini? 2:12 kitabu wa kwanza wa Yohana. Ndio anasema nawaandikia ninyi watoto wadogo. Biblia ni barua kwa watoto. Biblia ni kitabu ambacho kimeandikiwa watoto. Na mbali na watoto, nawaandikia ninyi tena kina nani? Wazee. Kina baba. Nawaandikia ninyi tena kina baba. Biblia ni message kwa wanaume wote, kina baba, watu ambao wako katika ndoa na pia wana umri ya ubabas. Alafu pia vijana. Tena nawaandikia ninyi vijana, watu wako katika umri ya nini? Ya vijana. Vijana imebeba sehemu mbili. Ni neno moja la Kiswahili linalomaanisha kuwa both side, wanaume na wanawake, msichana na mvulana. Msichana na mvulana. So hii Biblia, maisha ya hawa wasichana wetu na vijana wetu, maisha yao yote iko ndani ya nini? Ya Biblia. Je, tumishi? Naam. Na wanawake? Inasema hivi. Nauliza, na wanawake? Hiyo huwezi pata hapo. Hiyo huwezi pata hapo. Ni 1 Peter 3:1. Anasema waraka kwanza Petro. Ndio. 3. Ndio. 1. Ndio. Kadhalika ninyi wake. Anasema kadhalika ninyi wake. Kumbe maandiko hajasahau wanawake. Inasema kadhalika ninyi wake. Watiini waume zenu. Kusudi. Ikiwako wasioamini neno. Wavutwe kwa mienendo ya wake zao. Atosha. Mwenye anataka atasoma vizuri pale chini, si ndio? So hata wanawake wamehusishwa. So Biblia ni message. Biblia ni ujumbe kwa mwanadamu wa umbo tofauti. Ama tasema Biblia inawahusu wa mama, wa baba, watoto, vijana, wanawake, watu wote. Naam. Asante. So Biblia inahusu watu wote. Na tutajua
kesho, sijui sikupenda tusome kesho hii topic, lakini itabidi tu. So kusudi la Mungu la yeye kuandika Biblia finally, anataka Biblia iwe ya muhimu ama iwe ya namna gani katika maisha yetu. Naomba nifungie hapo kwa sababu ya muda. Mungu akitujalia tutajua zaidi kama tutaendelea pale kidogo. Mwisho tuingie katika swala lingine pia. Na Mungu atawezesha, tutajaribu kuharakisha. So mtumishi wa Mungu, naam. jua wako kwa giza, hata simuoni. Wako kwa giza. Baba mmoja akuja tufungie.